Naitwa Happy kutokea ADI. Leo nimekuja katika kijiji cha Matombo kuongea na wanajamii kuhusu swala zima la ukeketaji kwa watoto wa kike. Ungana nami. Hili swala hapa kijiji kwetu lipo na linafanyika kwa siri. Mimi nimepoteza mtoto wangu, walimkeketa na akawa anatoka damu nyingi sana. Pole sana mama. Ilikuwaje ukampoteza mtoto wako? Mtoto wangu alichukua na bibi yake, wakapeleka kijiji cha pili. Hata mimi nilifanyiwa hali ya ukeketaji wakati nilikuwa mdogo. Nilikuwa naishi na bibi yangu. Hivyo yalinifanya hata ndoto zangu za kusoma zisiendelee, kwa sababu nilikuwa shule, nilikuwa nahisi maumivu makali sana. Lakini kwenye changamoto pia hata ya kujifungua, nilijifungua mtoto wa kwanza alikuwa bahati mbaya, lakini nilijifungua kwa maumivu makali sana na damu kutoka nyingi. Lakini pia nilijifungua tena mtoto wa pili ambaye ndio huyo nilikuwa naye pia kwa maumivu makali na damu kutoka nyingi, lakini nashukuru Mungu nilijifungua nikiwa salama. Kwa hizi mila na desturi zinazoendelea ambazo sizo sahihi, kwa hiyo nitamlinda mwanangu kwa kadri ambavyo nitakavyoweza, nimlinde hii hali naye hasipitie. Ulianzaje masuala ya ukeketaji kwa wengine? Nilisishwa na bibi yangu. Bibi yangu alikuwa akienda kuwafanyia watoto na mimi nilikuwa naongozana naye. Ni vifaa gani mlikuwa mnavitumia kwa ajili ya ukeketaji? Tulikuwa tunatumia wembe. Ni wembe. Je, huo wembe upo salama kwa ajili ya matumizi hayo? Hapana, kwa sababu wembe mmoja tulikuwa tunatumia kwa watoto wengi. Kwa sasa unaendelea kufanya hicho kitendo au umeacha? Kwa sasa hivi nimeacha kutokana na maumivu yale watoto waliokuwa wanatokana nayo. Walikuwa wanatoka na damu nyingi na maumivu. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi nimeacha. Unaiambia nini jamii juu ya swala la ukeketaji? Nilikuwa naomba elimu itolewe kwa jamii. Na pia wanafunzi wanakosa fursa. Pia na wamama wajawazito wanatokwa na damu nyingi kipindi cha kujifungua. Muda mwingine na kupoteza maisha. Unakuta wanawaacha watoto wao wakiwa wachanga, au unakuta wote kwa pamoja wanakufa kwa wakati mmoja, mama pamoja na mtoto. Ndio. Dada yangu aliwahi kufanywa kitendo cha ukeketaji, lakini kwa upande wangu shangazi yangu alifanikiwa kunitorosha kutokana na aliyajua madhara ya ukeketaji. Hivyo tulifanikiwa kutoroka na baadaye niliweza kumaliza masomo yangu, na kwa sasa nipo naendelea na shughuli zangu za ufundi. Huu ni mradi wa Clean Star Girl ambao umelenga kutokomeza sana vitendo vya ukeketaji kwa watoto wa kike, na pia upo kwa ajili ya kuwawezesha watoto wa kike kufikia malengo yao ya elimu hasa vijijini. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bye.